tazama mpira wanaona mambo sio mabaya. Na vipi save zake za kawaida tu basi. Sasa hivi unaenda kuface Fizi na Jumapili watu wana Abedi TV jicho la nyumbani, niko kwenye uwanja kabisa wa sasa hivi ameshacheza mechi mbili na ameruhusu bao moja. Na kuruhusu au la magari itakuwa magari kwenye mechi ambayo tunasaidia na watu hapo wale. Tutaenda kumsikia kwa majina na pia mashabiki wa kila watu watarajia kutoka kwa ni Abedi TV jicho la nyumbani. Ya brother na sana sana naona ukiwa na machoka hamna kawaida. Ya majina anaitwa Doxy Dodo. La jina litoa au jina lako jina utani wa watu wenzako na Doxy. Ya umefanya vizuri kwenye mechi mbili zimeisha, umeruhusu goli moja. Unajifunza namna gani kwa kuruhusu goli? Ni kweli umeruhusu goli moja, lakini najilaumu kwa sababu nimeshacheza mechi mbili nimeruhusu goli moja. Kwa hiyo najilaumu kwa nini kuruhusu goli. Najilaumu sana. Unafikiri tatizo kwa nini? Tatizo lilikuwa kwangu mwenyewe. Maana free kick walipiga nikashindwa kwenda kwa sababu ya jua mawingu ya jua na mechi iliyofuata kwa mechi ya Sport performance yako niseme tu performance yangu ilikuwa vizuri sababu sijaruhusu goli. Ilikuwa vizuri kabisa, hata watu mashabiki wanaotazama mpira wanaona mambo sio mabaya. Na vipi save zake za kawaida tu basi. Sasa hivi unaenda kuface Fizi na Jumapili watu wana shauku wana hamu sana ya kuona kile kitakachofanyika. Ona ichukulia Fizi Raha ni timu nzuri, ni timu kubwa. Japokuwa haijafikia malengo, lakini ni timu nzuri na ni timu kubwa, lakini na uhakika matumaini yangu hapa kambini kuna kambini sina timu moja, yaani kabisa kila timu ya kawaida na unatumaini au mashabiki wategemea kwamba Doxy Dodo yupo, sio tena yule Doxy Dodo wa msimu huo wa jana. Doxy Dodo wa msimu wa mwaka juzi pale natoka daraja la pili kuja daraja la kwanza, tena ndio huyu amerudi tena ametoka kunyima mafanikio. Naona wachezaji hapo inawezekana, lakini sidhani kabisa. Inawezekana lakini kwangu sidhani. Sasa hivi timu hapo kambini zimekuwa zimeshuka vizuri, timu ambayo tulifikiria kwamba ni timu nzuri ambayo zinafanya vizuri. Tulizoea sana kwa sare moja, kitu ambacho watu hawakuwa wanatarajia kwa sababu ya jina ya Simba. Sasa hivi tofauti, watu timu zote zina jina tu, wanafikiria chini tu, na hatimaye timu ambazo zimeshafanya vizuri hapa chini iko, lakini shida ni inakuwa nini? Basi
lakini tumeshafika finali mara finali huko finali huko, lakini hatujafikia malengo. Na unatarajia nini kuendelea Upendo Cup? Niwape tu mashabiki zangu kwamba hii tunajipanga vizuri na Mungu atubless na ushindi utapatikana kwa bora. Hii ni msimu wangapi tunataka kwenye daraja la kwanza msimu au niseme tu miaka hivi? Ni miaka minne tu, miaka minne kwa daraja la kwanza. Na mafanikio ni yapi pamoja kwamba mlikuwa mkitolewa kwa huyo wa kuruhusu na unaje utofauti wangu? Niseme tu kwanza, bado natoka daraja la pili kuja daraja la kwanza. Nifanye vizuri, lakini baada ya hapo, baada ya miaka miwili, mwaka mwingine watatu nikaregea, sikufanya vizuri kabisa. Najua hata mashabiki wanatambua hilo, lakini hili hapa sasa nina uhakika Doxydo karudi uwanjani kama zamani. Wewe unafikiri tatizo lilikuwa nini wewe kurudia? Tatizo ilikuwa baada ya mimi kuruhusu kuchukua jiko wanawake wawili, kwa hiyo inabidi nikacheza kiwango changu kikacheza zoezi amna, yani unawazawaza jiko nini, sinajua tena ukakuwa majukumu yako yameongezeka. Ndio. Na hivi sasa hivi ndio umeshajikimu vizuri, unaona mazoezi yanaendelea kupambana. Ndio. Na sasa hivi unafanya zoezi ipasavyo tofauti na nyuma au inakuwa namna ipasavyo kabisa? Mazoezi ya kila siku, asubuhi, jioni, na pia asubuhi ya timu, jioni ya kwangu mwenyewe binafsi. Yaani na mazoezi yako binafsi ya kwangu lazima ufanye vizuri. Na unawaambia nini watazamaji wa soka kwa watazamaji wa soka? Niwaambie kwamba amejipanga vizuri kwa usajili na kwa mazoezi pia. Mtetezi amejipanga vizuri, mashabiki wapo vizuri, wanatusupport, tupo nao yani. Kwa hiyo tunategemea ushindi muda wowote. Jumapili hiyo unamwambia ni Jumapili waende uwanjani au waregee? Sio waregee watu Jumapili. Waombe tu Jumapili wafike uwanjani. Kwa maana kuna jambo yani hatuhitaji tupoteze mechi. Okay. Mashabiki waje, mna jambo letu yani. Kama kadogo wago unazoea kuongea kwamba kama kuna kasloga fulani ambapo kasloga kanaongea. Wapi Doxydo baba? Wapi Doxydo chatu? Mashabiki wa Mtetezi mnaalikwa. Doxydo amewalika mje mshuhudie mtanange mkubwa mapema. Atafanya vizuri, anasema na matumaini yote ya kufanya vizuri mechi ya Fizi. Sio timu ndogo, lakini nayo inajitahidi kufanya vizuri. Na mashabiki mnaalikwa. Doxydo anawalika mje kufanya vizuri, mje kushuhudia, mje kushabikia, mwapatie nguvu pia. Mimi nafikiri mashabiki wanaongeza nguvu sana. Unaposikia nje hapa zile kelele, wapi Doxydo baba, huyo nani huyo, sini huyo, na akili yako inachangamkia. Wapo ushawahi kusikia hata sauti ya binti Doxydo? Blaza. Ushawahi kusikia? Sana tunasikia, lakini upotezaji kabisa mwelekeo uwanjani kabisa. Aiza hao ndo wanazidi kutupashia motisha. Wanazidi kutupashia motisha kabisa. Yaani njoni mupeane motisha kwa timu ya Mtetezi mashabiki, ili muwapatie munkari wa kufanya vizuri. Abedi TV, jicho la nyumbani. Abedi TV, jicho la nyumbani.